بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، tunaendelea na darasa zetu min durusi an-nisaa, min durusi muhimma lin-nisaa, ambapo leo hii bi'aunillahi al-karim wa mannihi wa karamihi تصوم الدرس الواحد والعشرون، صوم العشرين موجة من دروس المهمة للنساء. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: يحرم عليك الخلوة، فنهرميش يكوي منامك كوكا فراغا مع الرجل غير المحرم، فموجنا منوم أسيكوا محرم ياكم، لحديثي كحديث يمتوم صلى الله عليه وسلم aliposema la yakhluwanna rajulun, askai faragha mwanaume bimra'atin, na mwanamke. La yakhluwanna rajulun, hataka faragha mwanaume. La yakhluwanna rajul, hataka faragha mwanaume, au mwanaume hataka faragha bimra'atin, na mwanamke. فإن الشيطان ثالثهما، حقيقة شيطان يواتتواه. رواه أحمد بسند صحيح، حديثه يمبكي الإمام أحمد وسند إليكوا صحيح، وسند إليكوا صحيح. الدرس الواحد والعشرون، صوم العشرين موجة. يحرم عليك، فنهرميش يكوي منامك الخلوة مع الرجل، كوكا فراغا فموجنا منومه، كوكا فراغا فموجنا منومه، لحديث غير المحرم، أسيكوا محرم ياكم. لحديث وحديث يمتو سلم البسيمة لا يخلون رجل، منومه هتكا فراغا بامرأة، نمنامك ييوتي يولي أمبسي محرم ياكي، فإن الشيطان ثالثهم، هيك الشيطان أنا كوني وتتواه. رواه أحمد بسند صحيح. هذا مؤلف حفظه الله تعالى anakusudia kumfundisha mwanamke wa kisalafi masala yaliyofungamana na al-khulwa, masala yaliyofungamana na al-khulwa. Na ili tuweze kuifahamu darasa hii vyema, lazima tufahamishe maana al-khulwa. Ni sehemu ya kwanza, maana al-khulwa, maana ya al-khulwa, maana ya faragha. Al-khulwa kama ilivyokuja katika al-Mughni na vitabu vinginevyo vya ulama, al-khulwa maulama wa fiqh wanasema an yajtami'a ar-rajul al-mar'atu, al-khulwa ni hiya an yajtami'a ar-rajulu wal-mar'atu, an yajtami'a ar-rajulu wal-mar'atu fi makanin yanfaridani fihi, ni kitendo cha kukusanyika. An yajtami'a, kitendo cha kukusanyika pamoja. Ar-rajul, an yajtami'a ar-rajul, ni mwanaume kukusanyika. An yajtami'a ar-rajul wal mar'a, ni mwanaume na mwanamke kukutana au kukusanyika pamoja. Fi makanin yanfaridani fi, katika sehemu ambayo wanakuwa wapweke. Fi makanin yanfaridani fi, katika sehemu ambayo wanakuwa ni wapweke. Hiyo ndio maana ya al-khulwa.
hiyo ndio maana ya al-khulwa biikhtisar. ndio maana ya al-khulwa biikhtisarin. طيب na tukishajua tayari maana al-khulwa kuwa ni an yajtami'a ar-rajulu wal-mar'atu fi makanin yanfaridani fihi, ni kitendo cha mwanaume na mwanamke kukutana na kukusanyika pamoja mahala ambapo wanakuwa ni wapweke, mahala ambapo wanakuwa ni wapweke. Hiyo ndio maana al-khulwa. na ndio kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la yakhluwanna rajulun bimra'atin, hataka faragha mwanaume na mwanamke, maana yake hawatakutana mwanaume na mwanamke wakawa wako wao wawili tu mahala hapo. fa inna ash-shaytana thalithuhuma, hakika shaytan anakuwa ni watatu wao. Hiyo ndio maana hiyo hadithi. hiyo ndio maana hiyo hadithi. المسألة الثانية، مسألة بيلي حكم الخلوة في الإسلام. حكم يكوكا فراغ حكم الخلوة بالأجنبي، حكم الخلوة بالأجنبي، حكم يكوكا فراغ na mwanamke wa kando. حكم الخلوة بالأجنبية، hukumu ya kukaa faragha na mwanamke wa kando au mwanamke kukaa faragha na mwanaume wa kando. nasema al-khulwatu haram, al-khulwatu haramun, kukaa faragha na mwanaume wa kando au mwanamke wa kando ni haramu, ni kitendo cha haramu. Biqauli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, wa qawli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la yakhluwanna rajulun bimra'atin, asikai faragha mmoja wenu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin, asikai faragha mwanaume na mwanamke. Hiyo la ni katika adatu nahi, ni katika hiyo la linahi, wanahi yufidu at-tahrim, na katazo likija kwenye Qur'ani na Sunna linafidisha uharamu. la yakhluwanna imra'atun rajulun bimra'atin, asikai faragha mwanaume na mwanamke. Kwa hiyo la linahi, wanahi yufidu at-tahrim. Hiyo la imekuja hapo kwa ajili ya katazo, na katazo likija kwenye Qur'ani na Sunna linafidisha uharamu. wazi. bali hadithi yetu hiyo la yakhluwanna rajulun bimra'atin, hatakaa faragha mwanaume na mwanamke, fa inna ash-shaytana thalithu, hakika shaytani anakuwa ni watatu wao. Kwa hiyo kitendo hicho ni haramu. Shaytan anakuwa ni
watatu wao yufsidu bainahuma, akiharibu baina yao hao. Hii ni masala ya pili. Almas'alatu athalitha suwaru alkhulwati baina ar-rajuli wal mar'a, miongoni mwa sura za ufaragha baina ya mwanaume na mwanamke. suwaru alkhulwati baina ar-rajuli wal mar'a, miongoni mwa sura za ufaragha baina ya mwanaume na mwanamke. Awalan, aina ya kwanza alkhulwa au sura ya kwanza, alkhulwatu fi baitin au ghurfatin mughallaqa, ni kukaa faragha katika nyumba au chumba kilichofungwa. Hiyo ni sura miongoni mwa sura za ufaragha. Kama mko wawili tu katika nyumba au katika chumba ambacho kimefungwa, huo ni ufaragha, ni katika sura za ufaragha. Ni haram kitendo hicho. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahrimin, asikai faragha mwanaume na mwanamke isipokuwa awepo mahrim yake. Sura nyingine ya alkhulwa, alkhulwatu fi safarin bila mahrim, kukaa faragha katika safari, ni ufaragha katika safari pasna mahrim yake, pasna mahrim. Amesafiri mwanamke, yupo ndani ya basi kwenye siti pale, akawa amekaa na mwanaume ambaye ni wakando yake, ikawa wako wawili katika ile ni alkhulwa, ni haram. Ile ni alkhulwa kwa sababu amesafiri pasna mahrim yake, amesafiri pasna mahram yake. Tunasema la tusafiru almar'atu illa ma'dhi mahram, asisafiri mwanamke isipokuwa awe amesuhubiana mahrim yake. La tusafiru almar'atu illa ma'dhi mahram, asisafiri mwanamke isipokuwa awe amesuhubiana na mahrim yake. Kwa hiyo akisafiri peke yake, maana yake pameogopewa kupatikana nini? Alkhulwatu, ufaragha baina yake na wanaume atakayokutana nao kwenye hiyo gari au safari yake. Wazi? طيب. ومن صور الخلوة ni alkhulwatu في الهاتف, ni ufaragha katika simu, wa wasaili at-tawasul, na njia mbalimbali za mawasiliano, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, kwenye Telegram. Wakawa kwa wawili tu basi wana chat mfano wake. Ile ni alkhulwa, ni haram, kama wanavyoeleza ulama al-lajnatu ad-da'ima kuwa al-mukalamatu al-hatifiyya baina ash-shab wal-fatayat al-ajanib, mazungumzo ya simu baina ya kijana wa kiume na mabinti wa kike wa kando yake, wa ma yatarattabu alayha min al-fitna wash-sharr, na yale ambayo yanapatikana juu yake kutokana fitna na shari, muharramatun shar'a, vitendo hivi ni haram. وفي حكم الخلوة, na vinaingia katika hukumu ya nini? Ufaragha, idha kana fiha hadithun
yuthiru algharaiz, itakapokuwa anazungumza mazungumzo ambayo yanaamsha nini, yanaamsha hisia na mfano kama hivi. Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ngine katika elimu asema hadha babu fitna. Hizi wasail al-i'lam, wasail at-tawasul, WhatsApp, Facebook, kupigana simu na mfano baina shab wa kiume na shabah binti. Hadha babu fitna, sema huu ni mlango wa fitna. La yajuzu lirrajuli an yatahaddatha ila almar'ati alajnabiyya bima yuthiru ash-shahwa, haifai mwanaume na mwanamke wakazungumzishana kwa kutumia simu kwa mazungumzo ambayo yanaamsha matamanio au yanayoita wao katika fitna. Fahuwa fi ma'na al-khulwa, haya yanaingia katika maana ya al-khulwa, haya yanaingia katika maana ya al-hulwa, al-khulwa. Kwa hiyo ni katika miongoni mwa sura al-khulwa, bali ni katika sura al-khutwa al-khulwa al-mu'asira al-haddama, ni katika miongoni mwa sura za ufaragha ni katika miongoni mwa sura za ufaragha wa kisasa, tena wenye kubomoa na wenye kuharibu na wenye hatari zaidi, kwa sababu ana uwezo kuambizana chochote anachokitaka. Tayeb, hiyo ndio maana ya hiyo darasa. Kwa anaambiwa mwanamke wa kisalaf, anafundishwa mwanamke wa kisalaf kwamba yeye anatakikana asiruhusu faragha baina yake na mwanaume wa kando, asiruhusu faragha baina yake na mwanamke au na mwanaume wa kando. Mwanamke wa kisalaf anakuwa hivi. Almar'atu as-salafiyya hiya allati la takhlu بالرجل الأجنبي, hakai faragha na mwanaume wa kando kwa sababu ya makatazo yaliyokuja kutoka kwa Mtume alayhi wasallam, na kwa sababu ya kuchelea fitna na madhara yanayopatikana kwa sababu ya huo faragha. Wazi? Tayeb, تشكري hapa ايش اللي جاب سيد. بارك الله فيك.